Chakula ni dawa, japo tunafahamu kwamba si vyakula vyote ambavyo ni dawa. Baadhi ya vyakula ni vyanzo vya magonjwa, lakini kwenye vyakula hivi ambavyo ni dawa, je, vyakula hivi kwa nini vyenyewe vina uwezo kutibu magonjwa kuliko vile vyakula vingine ambavyo ni vyanzo vya magonjwa? Vyakula hivi vinakuwa na sifa zipi? Wewe utavijuaje kama vyakula hivi ndo ambavyo ni dawa, ndo ambavyo vinaweza kutibu magonjwa mbalimbali? Na ni vyakula gani hivyo? Kama una maswali ya design hiyo, naomba tuende sambamba. Katika video hii naenda kuangazia sifa kuu 9 za vyakula ambavyo katika majaribio mbalimbali, katika tafiti mbalimbali vimedhibitiwa kwamba vinaweza kukinga magonjwa mengi zaidi ya 115 na vinaweza kutibu magonjwa hayo. Na magonjwa ambayo katika majaribio hayo vyakula hivi vimedhibitiwa kuweza kuyakinga na kuyatibu ni sambamba na magonjwa yafuatayo. Namba 1 ni habari za acid reflux, kuna habari za vidonda vya tumbo, kuna ukosefu wa choo, kuna ongezeko la mafuta mwilini ambayo ni mafuta ya rehemu haya ambayo ni hypercholesterolemia, ugonjwa wa kisukari hasa aina ya pili, pressure, magonjwa ya figo, mawe kwenye figo, mawe kwenye mfuko wa nyongo, kuna baadhi ya saratani, kuna magonjwa ya moyo, kuna mshtuko wa moyo, kuna kiharusi ambayo kwamba ni stroke, magonjwa ya mifupa hasa osteoporosis, bila kusahau magonjwa ambayo yanashambulia maunganio ya mifupa hasa magonjwa kama rheumatoid arthritis ambayo ni baadhi diabetes, bila kusahau habari za gout na magonjwa mengine chungu nzima. Yote yamedhibitiwa kwamba kupitia vyakula vyenye sifa hizi 9 ambazo ninazozungumzia mimi hapa, ambazo huwezi kuambia na daktari yoyote, ni kwamba vimedhibitiwa kwamba vinaweza kutibu magonjwa hayo. Hivyo nitegee sikio lako vizuri ili uweze kupata elimu ya kina ya kufahamu sifa hizi, kwani sifa hizi zitakusaidia wewe kuweza kupata vyakula hivyo ambavyo mtakavyovitumia kila siku kama dawa na kuweza kufanya wewe kulinda afya yako na kujikinga na magonjwa mengi ambayo yamewaraza wengi hospitalini, ambayo wengine wafanya kuwa mazingira ya ICU. Uko nami Emmanuel Mpalie, kitaaluma ni nutrition specialist. Tuende sambamba. Mada ambayo iko hewani ni sifa kuu 9 za vyakula ambavyo vimedhibitika kuweza kukinga na kutibu magonjwa zaidi ya 115. Vyakula ambavyo vinaweza kutibu magonjwa haya zaidi ya 115 vinakuwa na sifa zifuatazo. Namba 1, nisikilize, ni nyuzi lishe. Vyakula ambavyo vimesheheni nyuzi lishe ndio vyakula pekee ambavyo ni dawa na ambavyo vinaweza kukinga magonjwa zaidi ya 15. Fahamu, nyuzi lishe ikiwa ni kirutubisho aina ya wanga ambayo kinapatikana kwenye vyakula tutokanavyo na mmea. Hakika nyuzi lishe hii ni moja ya sifa ambayo inafanya vyakula vya mmea kama mboga, matunda, mikunde na mbegu, nafaka asilia na mizizi na ndizi kuweza kuwa na nguvu ya kuweza kutibu na kukinga magonjwa mengi zaidi ya 115. Kwa nini nyuzi lishe? Nikufahamishe tu kwamba kupitia nyuzi lishe huwa unaboresha bakteria bora kwenye mmeng'enyo wako, ambayo kama ni gut bacteria ambao wana kazi nyingi ikiwa ni sambamba na kukinga mwili dhidi ya magonjwa, kwa sababu hawa bakteria kwenye mmeng'enyo, kumbuka, ndio ambao pia wanatibu mfumo wa kinga ya mwili wako. Kwa hiyo na hao bakteria wanakula nyuzi lishe. Fahamu, kupitia nyuzi lishe utaweza kushusha ongezeko la cholesterol kwenye mwili wako. Huwezi kuwa na cholesterol nyingi mwilini kama unapata nyuzi lishe, kwani nyuzi lishe inafanya kazi ya kuweza kushusha ongezeko la mafuta hayo. Kupitia nyuzi lishe huwezi kuwa na changamoto ya ukosefu wa choo. Kupitia nyuzi lishe huwezi kuwa na changamoto ya acid reflux. Kupitia nyuzi lishe huwezi kuwa na issue za ugonjwa wa kisukari aina ya pili ama ongezeko la sukari mwilini. Sukari yote itakaa katika kiwango sahihi. Kupitia nyuzi lishe, kwa kuwa utaweza control kiwango cha rehemu, utaweza kulinda afya ya mishipa ya damu. Kwa hatukutarajii kuwa wewe na swala la pressure wala magonjwa ya moyo, wala hatukutarajii kuweza kukumbwa na mshtuko wa moyo, kwani cholesterol ambayo ni hatarishi inakuwa katika kiwango ambacho ni kawaida, na hatukutarajii kuweza kukumbwa na kiharusi, kwani na ongezeko la cholesterol pia inaongeza hatari ya mtu kushambuliwa na masuala ya stroke. Kupitia nyuzi lishe utaweza kubalance
homoni zilizoko mwilini mwako, kwa maana kwamba nyuzi lishe zinasaidia kuweza kukinga mpanguko wa tatizo la mpanguko wa homoni. Kwa hatumtajii kama ni mwanamke kumkuta ana tatizo la uvimbe kwenye mfuko wa uzazi kama fibroid na mavimbe mengine ambayo yanashambulia. Kwa hiyo chakula chochote ambacho kimesheheni nyuzi lishe, basi fahamu kina uwezo kukinga magonjwa haya. Magonjwa bado nimetaja tu ni machache, lakini vyakula vyote hivyo ni vyakula ambavyo vinatokana na mmea ndio vimesheheni nyuzi lishe, kwani nyuzi lishe inapatikana kwenye mmea tu peke yake. Sifa namba 2 ni phytochemicals. Phytochemical ni kufahamisha, phyto ni neno ambalo linamaanisha mmea, kwa hiyo ni kemikali za mmea, na zile kemikali kwa kila mmea zinakuwa zinafanya kazi ya kukinga mmea dhidi ya magonjwa. Katika majaribio mbalimbali yameweza kudhibitisha kwamba hizi phytochemicals si kwamba zinamlinda tu mmea. Wewe unapokuwa umekula mmea, zile kemikali zikija kwenye mwili wako pia zina uwezo wa kuweza kukinga mwili dhidi ya magonjwa. Fahamu tu kwamba phytochemicals hizi ndo ambazo zinasaidia kuupa mmea rangi. Kwa hiyo unapokuta chakula kina rangi ya njano, maana kimebeba aina fulani ya kemikali. Unapoona chakula hiki kina rangi ya pinki, basi kinakuwa kimebeba aina fulani ya phytochemicals, na unapoona kwamba kina rangi ya nyekundu, kinakuwa kimebeba aina fulani ya kemikali. Rangi yoyote unaiona huwa inakuwa imebeba aina fulani ya hizi phytochemicals, na kila phytochemicals zinakuwa zinakinga au zinatibu aina fulani ya ugonjwa. Na ndio maana tunashauri kwamba unapokuwa unakula au unapika chakula chako ama mlo wako uweze kusheheni vyakula vya aina tofauti tofauti ama vyenye rangi tofauti tofauti, kwani ndio njia pekee ya kuhakikisha kwamba unapata aina nyingi za hizi phytochemicals. Kwa mfano, vyakula ambavyo vina rangi nyekundu tunasema kwa hivyo vinakuwa vimebeba phytochemicals ambazo zinasaidia kulinda afya ya mishipa ya damu na moyo. Ukija kwenye vyakula ambavyo vinakuwa na rangi ya njano, vinakuwa vinakuja kulinda na kuongeza uwezo wa kinga ya mwili kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo kila aina ya rangi inakuwa inawakilisha aina fulani ya phytochemicals ambazo zinakuwa zina kazi. Kwa mfano, fikiria umeweza kula mboga ya majani ambayo ina mboga majani ya rangi ya kijani. Umeweka vitu kama carrot ambavyo vina rangi ya orange, ambao umeweka vitu ambavyo vina rangi nyeupe kama vitunguu. Kaweka vyakula vingine ambavyo vinakuwa na rangi tofauti tofauti. Kwa hiyo unajikuta kwamba umekula chakula ambacho ni kama bomu dhidi ya magonjwa ambao kinakufanya kuwa salama. Kwa hiyo hii ni sifa ya pili. Phyto ni mmea. Kwa hiyo hizi phytochemicals zinapatikana kwenye vyakula kama mboga, kwenye mboga za majani, vitu kama kitunguu, hoho, karoti, cabbage, vimesheheni hizi phytochemicals. Kuna matunda aina zote, kuna mikunde na mbegu. Ndio maana kwa mfano kuna maharage ambayo nakuta ni ya meusi, mengine ni mekundu, mengine ni ya njano, mengine ni meupe. Kwa hiyo zile zote zinawakilisha aina fulani za phytochemicals. Kuna nafaka, kwa mfano kuna mahindi meupe, kuna mahindi ya njano, kuna mtama si mwekundu, kuna mtama mweupe. Kwa hiyo zile zote zinakuwa zinawakilisha aina fulani ya phytochemicals zilizopo katika mazingira haya. Kwa hivyo kwenye jamii ya mizizi, kwa mfano kuna viazi vyenye rangi ya njano, kuna viazi vyenye rangi ya purple, kuna viazi ambavyo vina rangi nyeupe. Kwa hiyo ni hivyo, zote zinakuwa zimesheheni hizi phytochemicals. Kwa hiyo vyakula hivi ndio ambavyo vina uwezo wa kutibu magonjwa. Hii ni sifa ya pili ya vyakula hivyo. Sifa ya tatu ni lazima vyakula hivyo viwe na wanga aina ya resistant starch. Vinakuwa vimesheheni hii wanga. Resistant starch ni aina ya wanga ambayo pia sambamba na nyuzi lishe vinalisha bakteria wazuri walio kwenye mmeng'enyo wako. Resistant starch imesheheni sana kwenye kundi namba 3 ambalo ni vyakula jamii ya mikunde, ndio ambayo imesheheni hizi resistant starch, ikiwa inafuatiwa na nafaka na jamii ya mizizi. Imesheheni hizi wanga aina ya resistant starch. Fahamu kitu kimoja, mikunde hizi sasa kama maharage, tumeweza kusema kwamba jamii ya mikunde hizi zikiongozwa na maharage, vyakula hivi vina sifa ya kipekee ambayo tunasema kwamba vina sifa ambayo kama ni second meal effect. Second meal effect ni uwezo wa chakula kuweza kuzuia ama kupunguza kasi ya ufyonzaji wa sukari kuingia kwenye damu yako baada ya kuwa umekula mlo mwingine ambao umesheheni wanga ama umesheheni sukari. Kwa mfano, ukila maharage, imedhibitika kwamba maharage ya asubuhi, kwa mfano umekula asubuhi saa 3, yana uwezo kuzuia chakula cha mchana. Kwa mfano umekula wali pamoja na maharage pia ama mboga za majani. Kwa kuwa wali umesheheni wanga nyingi ama sukari nyingi, ni kwamba maharage ya asubuhi yana uwezo kucontrol sukari kutoka kwenye wali ambao umekula mchana kuingia kwenye damu yako. Hasa kama ile sukari haihitaji kuwa nyingi mwilini ama mwili kama na sukari ya kutosha. Ile hali au ile tabia kama second meal effect.
na hiyo tabia inachochewa na hii wanga ambayo kwamba ni resistant starch, ambayo inapatikana sana kwenye jamii ya mikunde. Maharage ndio namba moja, inafuatiwa na habari za mbaazi, kuna njegere, kuna kunde, kuna choroko, kuna dengu, kuna soya, vyote vina hii wanga na resistant starch. Lakini fahamu kwamba si kwamba kuna resistant starch tu, kuna pia habari za nyuzi lishe. Kwa hiyo hii pia uwepo wa nyuzi lishe na resistant starch kwenye vyakula hivi basi inafanya kwamba viweze kuwa na nguvu ya kuweza kumsaidia mgonjwa wa sukari, inaifanya iweze kuwa na nguvu ya kuweza kusaidia magonjwa kama atherosclerosis ambayo yanashambulia, ambayo yasaidia kukinga magonjwa ambayo yanashambulia mishipa ya damu kama atherosclerosis na magonjwa mengine mengi ambayo yanaweza karibia katika mfumo wa inflammation. Kwani resistant starch nayo pia huwa nasaidia kulisha bakteria ambao bora kwenye mswara wa mmeng'enyo wako. Kwa hiyo hii ni sifa namba 3. Sifa namba 4, vyakula hivyo ni lazima visiwe na mafuta ya lehemu, au kama yapo lazima yawe kidogo sana. Should be zero cholesterol, lazima iwe zero kabisa kwenye vyakula hivyo, na au kama cholesterol ipo lazima iwe kidogo sana, lakini fahamu ni zero cholesterol. Vyakula ambavyo havina lehemu, mafuta haya lehemu, mafuta ya cholesterol, ni vyakula vyote kutokana na mmea. Kwa hiyo mboga hazina cholesterol, matunda hayana cholesterol. Mikunde na mbegu kama maharage, mbaazi, njegere, kunde, choroko, karanga, mbegu za alizeti, korosho, si ufuta, chia seed zile na flaxseed, zote hizo mbegu zote pia hazina cholesterol. Nafaka hizi kama hindi, mtama, ulezi na mchele havina cholesterol. Afu jamii ya mizizi kama viazi mviringo, viazi vitamu, mihogo na magimbi havina cholesterol, na ndizi pia hazina cholesterol. Kwa hiyo hivi vyakula chakula chochote ambacho kina uwezo wa kutibu magonjwa lazima kisiwe na cholesterol. Ndio sifa nyingine ambayo ni aina ambayo nataka wewe uifahamu kwenye kuchagua chakula chako. Sifa namba 5 ni lazima chakula hicho kiwe na kiwango kidogo sana cha mafuta ambayo yanaganda. Kuna mafuta ya lehemu, halafu kuna mafuta ambayo kwamba ni saturated fat. Mafuta haya yako tofauti na mafuta ya cholesterol. Mafuta ya lehemu ambayo ni saturated fat ni mafuta pia ambayo mengi yanapatikana kwenye vyakula tunavyo na wanyama. Kwa japo kwenye masuala ya mmea, kwa mfano nazi ina mafuta ambayo yanaganda ambayo ni saturated fat kwa 90%, maana nazi imecontain saturated fat ambayo yanaganda. Mafuta ya mawese kwa wale ambao tunaishi Kigoma tunafahamu mafuta pia ya mawese nayo pia yanaganda, yana saturated fat pia. Yana mafuta haya ambayo ni saturated fat ambayo katika joto la kawaida la mazingira yetu, room temperature, ni kwamba ile mafuta yanaweza kaganda. Ili uweze kuyatumia ni lazima yapashe kwenye moto uweze kuyafanya hiyo kama kimiminika unaweza kuyatumia. Mafuta yale, vyakula hivi ambavyo vinaweza kulinda dhidi ya magonjwa havitaki kuwa na mafuta yale mengi, inatakiwa na mafuta kidogo, ambayo pia ukija kwenye masuala ya mboga, matunda, mikunde, nafaka na mizizi vina kiwango kidogo sana cha mafuta haya ambayo sio kwamba ya mafuta haya ambayo yanaganda aina saturated fat. Sio kwamba hayapo, yapo, lakini kiwango chake ni cha kawaida, kipo katika kiwango ambacho ni stahiki. Hiyo ni sifa namba 5. Sifa namba 6 ni lazima vyakula hivi viweze kusheheni vitamin C. Vitamin C iwepo ya kutosha. Chakula ambacho kinaongoza kwa kuwa na vitamin C ni mboga zote, hasa mboga zenye rangi ya kijani kama mboga za majani. Inaweza ikawa ni mchicha, inaweza ikawa ni tembele, inaweza ikawa ni spinach, inaweza ikawa ni figiri, inaweza ikawa ni chainizi na mboga nyingine hata kama nyingine sio za kiasili. Zile zinaongozwa kwa kuwa na vitamin C. Matunda yamesheheni vitamin C, ikifuatiwa na jamii ya mikunde, ikifuatiwa na jamii ya mizizi kama viazi mviringo, viazi vitamu, kuna habari za magimbi, ikifuatiwa pia mwisho na masuala ya nafaka ambazo hazijakobolewa. Hivi vimesheheni vitamin C vyote. Kwenye nyama hakuna vitamin C, wala kwenye mayai hakuna vitamin C, wala kwenye maziwa hakuna vitamin C, wala kwenye mafuta ya aina yote hakuna vitamin C. Vitamin C inapatikana kwenye vyakula vitokanavyo na mmea. Kwa hiyo hii ni sifa namba 6 ya chakula ambacho kina uwezo wa kukinga mwili dhidi ya magonjwa. Ifahamike tu kwamba kwa wagonjwa walio wengi wa sukari, walio wengi wanakuwa na changamoto ya upungufu wa vitamin C, na wanahitaji vitamin C kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ile vitamin C inakuja kuongeza utendaji bora ama inakuja kuongeza ufanisi wa utendaji wa homoni ya insulin
ambayo inafanya kazi ya kuweza kuratibu sukari ama kushusha sukari. Hata hivyo, vitamini C kwa baadhi ya tafiti inaonyesha kwamba ina uwezo wa kupunguza ile insulin resistance, ule ukinzani wa insulin ama ule ubutu wa insulin, ule utendaji hafifu wa insulin, na kuongeza utendaji na kuwa uko bora. Hii ni sifa namba 6. Sifa namba 7 ya chakula hicho ni lazima kiwe na protini ambayo sio ngumu kumengenya na ambayo haiwezi kuleta changamoto kwenye figo. Yaani lazima iwe na protini ambayo ni rafiki kwenye afya ya figo za mwanadamu, ambazo chakula hicho ni vyakula vitokanavyo na mmea, kwa sababu protini ambayo ni rafiki kwa mwili wa binadamu, protini ambayo haihusiani na saratani, protini ambayo haihusiani na changamoto za figo, protini ambayo haihusiani na ugonjwa wa kisukari, protini ambayo haihusianishi na kuparalyze misuli kwenye utumbo mpana na kupelekea tatizo la ukosefu wa choo, ni protini itokanayo na mmea. Hivyo hiyo protini kuitaka kuipata ni lazima ule vitu kama mikunde, maharage, mbaazi, njegere, kunde, choroko, soya, karanga, mbegu za maboga, ufuta, mbegu za chia seed, mbegu za alizeti. Hivyo vitu vimesheheni protini ambazo inatokana na mmea, bila kusahau nafaka kama mahindi. Mahindi yana protini, yana wanga ndio, lakini ya protini. Kuna mtama na protini. Kuna habari za ngano ina protini ambayo haijakobolewa. Kuna mchele wa brown umesheheni pia na wenyewe protini. Japo kwenye vyakula vyote vitokanavyo na mmea, vyakula ambavyo vimesheheni protini nyingi ni jamii ya mikunde. Kwa jamii ya mikunde protini ipo nyingi, lakini kirutubisho ambacho ni kingi kuliko virutubisho vyote kwenye jamii ya mikunde ni starch. Ufahamu tu 60% ya mikunde hasa kwenye kama ni maharage ni wanga aina ya starch. Lakini ukilinganisha katika kirutubisho cha protein, mikunde ina protini nyingi kuliko vitu vyakula vingine ambavyo vinavitaja hapa. Kiazi kitamu kina protini, viazi mviringo vina protini, lakini havifikii jamii ya mikunde. Kwa hiyo chakula ambacho kina uwezo wa kuweza kukinga magonjwa zaidi ya 115 na kuweza kutibu ni lazima kiwe na protini, hasa itokanayo na mmea ambayo ni protini bora sana. Lakini hii ilikuwa ni namba 7. Namba 8 ni lazima chakula hicho kiwe na wanga asilia. Chakula hicho kisiwe na sukari. Ifahamike tu kwamba sukari ni wanga, lakini si kila wanga ni sukari. Hapa nazungumzia wanga asilia, nikimaanisha kwamba ni lazima iwe na starch ambayo iko pamoja kwenye chakula kizima. Kama ni tunda ule tunda, kama ni kiazi ule kiazi katika uhalisia wake, kama ni nafaka ule nafaka katika uhalisia wake. Kwa hiyo pale tunakuja kukutana na wanga ambayo ni asilia, ambayo haijachakatuliwa, ambayo haihusiani na magonjwa, bali inasaidia kufanya mwili kuwa active, kufanya mwili uweze kuwa na afya njema, kufanya ubongo wako uweze kupata glucose yenye ubora, kufanya hata mmeng'enyo wako kuwa na afya njema. Kwa lazima iwe na wanga, hasa sana starch na wanga nyingine kama fiber au resistant starch, ambayo vyote katika swala la uasili wake. Mwisho, namba 9 ni lazima chakula hicho kiwe kimesheheni virutubisho vingi ama viinilishe vingi, hasa madini na vitamini lazima viwe vingi sana, ikiwa ni sambamba na masuala ya nyuzi lishe. Ifahamike tu chakula tu ambacho kimesheheni viinilishe vingi ni mboga ndo namba 1. Kwa nini? Ni kwa sababu kwa mfano kwenye swala la madini yanaanzia ardhini. Inapoanzia ardhini huwa sisi wanyama tunapata kupitia mmea, ambao mmea huwa ndo unafyonza yale madini. Ukishapata yale madini, ili sisi tuweze kuyapata wanyama, ni lazima tule mmea. Na kwa mfano kama ng'ombe, tunasema kwamba ng'ombe lazima ale majani aweze kupata madini hayo. Na sisi binadamu tunakula majani, mboga za majani, tunaweza kula matunda, tunaweza kula nafaka, tunaweza kula mizizi, ambayo vyote vimesheheni madini hayo. Lakini fahamu kwamba kwenye chakula ambacho kimesheheni viinilishe vingi sana madini na vitamini, namba 1 ni kundi la mboga ambayo inaongozwa na mboga za majani, vitunguu, hoho, karoti, tangawizi, cabbage, nyanya chungu, biringanya. Vyote vimesheheni madini ya kutosha kuliko vyakula vingine, ikiwa imefuatiwa na matunda na ikiwa inafuatiwa na jamii ya mikunde na mbegu kwa wingi wa virutubisho, ikifuatiwa na nafaka, bila kusahau jamii ya mizizi na masuala ndizi ambavyo vinamfuatia. Kwa vyakula hivi vimesheheni viinilishe vingi. Hii ni sifa ya chakula ambacho kinaweza ikatibu magonjwa, kwani kitahakikisha kwamba mwili wako unapata virutubisho katika kiwango ambacho ni sahihi, pasipo kupata mapungufu ya aina yoyote, na hivyo kufanya mifumo iweze kufanya kazi sawia. Hizi ndio zilikuwa sifa kuu 9 za vyakula ambavyo katika majaribio mbalimbali
Hata ukiingia kwenye historia ya wazee wetu au wahenga wetu, wamekuwa wakivitumia hivi, na hivi vyakula ndio vyakula ambavyo vimedhibitika kuweza kutibu na kukinga magonjwa zaidi ya 115. Kwa hiyo namtarajia mtu yoyote ambaye hana magonjwa, hata kama ni mgonjwa, kwamba vyakula hivi nilivyovitaja vitano, mboga mboga, matunda, mikunde hizi, nafaka na jamii ya mizizi kama viazi mviringo, viazi vitamu, mihogo na magimbi, viweze kuwa sehemu ya mlo wake kila siku endayo kwa Mungu, kwani ndo hapa napokuwa amekizi ile sentensi kwamba kula chakula kama dawa na si kula dawa kama chakula. Na hivi vitamrudishia fadhila kwa kumkinga na magonjwa mengi ambayo yamelaza watu wa ICU, hospitalini, na kuweza kufanya mwili wake kuweza kuwa na afya njema. Kwa hiyo kama ulikuwa ufahamu, nimekufahamisha. Hii ni taarifa au elimu ambayo huwezi kuipata mazingira ya hospitalini, wala huwezi kuambiwa na daktari yote, kwani ni siri kubwa sana ambayo imejificha dhidi ya magonjwa, ambayo ni silaha ambayo wewe peke yako unaweza kuitumia kukaa mbali na daktari na kukaa mbali na hospitalini. Basi nikushukuru wewe kwa kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, ambaye kitaaluma ni nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.